Waislamu nchini wanakabiliana na tofauti za kuanza na kumalizia Ramadhan, jambo linalosababisha baadhi kusherehekea Eid mapema huku wengine wakichelewa. Hali hii imeanza kuathiri mshikamano wa kijamii na furaha ya watoto. Sasa maimamu kutoka North Rift Region wanatoa wito wa kufuata mwongozo mmoja ili kurejesha umoja na mila muhimu za Kiislamu. Wakiongozwa na imamu wa AP Masjid, Abdulaziz Muhammad, anasema kuwa tofauti za tarehe zimeathiri mshikamano, akibainisha kuwa watoto sasa wanakosa furaha ya Eid kutokana na mkanganyiko wa siku, ambapo wengine husherehekea mapema huku wengine wakichelewa. Watembeleana watoto kwa ajili ya kutafuta siku kuu ya Eid, lakini utapata jambo kama hili limetuhuzunisha kwa sababu watoto wanaenda kuzunguka kwa wenzetu Waislamu, lakini wanaambiwa Eid yetu ilikuwa jana, leo si Eid. Wengine wanasema kesho ndio Eid yetu. Mwenyekiti wa baraza la maimamu na wahubiri kanda ya North Rift, Sheikh Abubakar Bini, anasema suluhu ni kufuata mwongozo mmoja wa wataalamu wa dini. Anasisitiza kuwa wanaopaswa kutangaza tarehe za Ramadhan ni wale wenye uzoefu wa muda mrefu katika kuandama mwezi ili kuondoa mkanganyiko uliopo. Kuna watu ambao wamekuwa wakifuatilia mwezi kuanzia jadi, kuanzia zamani. Hiyo ndio tarehe zao za harusi, ndio tarehe zao za kuvuna, ndio tarehe zao za kupanda. Hawa ndio wapewe nafasi ya kusimamia hili jukumu ili watu wote wafunge kwa pamoja na wafungue kwa pamoja. Sasa viongozi hawa wanatoa wito kwa wataalamu wa dini na maimamu kukaa pamoja na kukubaliana juu ya mwongozo mmoja wa kitaifa ili kurejesha umoja, mshikamano na kulinda mila za Kiislamu kwa vizazi vijavyo. So I would request the imams and Muslim scholars to come together and we find a lasting solution when all of us Muslims we celebrate our Eid and opening of our fast together. Waislamu wanasihiwa kuungana, kufuata mwongozo mmoja na kusherehekea Ramadhan na Eid pamoja, kurejesha mshikamano na furaha ya pamoja. Aziza Murithi, Hubs Media.